Wikendi iliyopita katika jiji la Mombasa, mamia ya wakazi walijitokeza kushiriki matembezi ya amani yaliyolenga kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwasaidia raia wa Palestina wanaokabiliwa na njaa na mateso kufuatia vita vinavyoendelea nchini humo. Matembezi hayo yaliyofanyika Jumamosi yalianza katika eneo la Pembe za Ndovu kupitia Al Lighthouse na kuhitimisha katika bustani ya Mama Ngina Waterfront. Viongozi mbalimbali walijumuika katika tukio hilo, akiwemo gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir, waziri wa elimu wa kaunti Morali Kame, waziri wa biashara wa kaunti, pamoja na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Mombasa Mama Zamzam. Miaka 75 na yaendelea tangu Palestina kuweza kuingiliwa, na wala hili si jambo ambalo kwamba lafaa kuzungumzwa ya kwa ni la dini, wala si jambo ambalo kwamba lafaa kuzungumzwa la kuwa huyu ana haki kuliko huyu mwingine. Ni jambo la kuzungumzwa ya kwa muda mchache watu zaidi ya 70,000 wameweza kufariki. Kati yao ni watoto 20,000. Watu laki na wameweza kujeruhiwa na wako katika mambo ya hospitali. Nchi nzima imeweza kuangushwa, ikawa hamna lolote jingine lilobaki. Na pale tulipokuwa ndugu zetu wako na sisi, ni haki yetu sisi kuwa na wao. Niwapongeze sana na niseme Mwenyezi Mungu awape pepo katika pepo nzuri, na aweze kuwapa ndugu zetu wa Palestina unafuu, na aweze kuwaletea nusra. Mimi sitokuwa na mengi ya kuzungumza, ni kuwapa moyo na kupongeza kuhakikisha kuwa tumechangia na tumehakikisha tunaweka mkono wetu ndani ya Palestina. Niweze kusema tu ndugu zangu, tuweze kufanya hii iwe ni Baitul Mali yetu. Iwe tunafanya kila wakati, si leo tu, iwe hii account inaweza kuendelea na mwenye chake japo kidogo aweze kuchangia. Vile mashehe mashuhuri walihudhuria, akiwemo imamu mkuu wa msikiti mkubwa wa Kenya Jamia Mosque Sheikh Osman Jamuddin na mwenyekiti wa muungano wa walimu wa maimamu Mombasa Sheikh Mohamed Abdi Obo, miongoni mwa viongozi wengine wa dini. Falastini ndo safu ya kwanza. Safu hiyo ikianguka, Mayahudi hawakomei hapo. Kama vile walivyoingia Syria wakachukua Golan Heights, baada Bashar al-Assad kuondolewa, wakaingia katika ardhi ya Syria pia wakaiteka zaidi. Wakaingia katika ardhi ya Lebanon wakaiteka zaidi. Na siku Falastini kianguka, basi inayofuata ni Syria, na tayari washaanza kupambana na Syria. Na siku Syria ikianguka, basi wao wanapanua mipaka yao, wallahi mpaka watafika Madina. Runinga ya Al Hajar TV ilichangia pakubwa katika kufanikisha tukio hilo, ikiwa mshirika mkuu wa matembezi hayo, na pia ikipeperusha matangazo ya moja kwa moja kutoka maeneo yote ya shughuli hiyo, hatua iliyowezesha watazamaji kote nchini kushuhudia namna Waislamu na wananchi wa Mombasa walivyoungana kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zao wa Palestina. Tukio hilo lilifanyika kwa amani bila visa vyovyote vya utovu wa usalama, huku kaunti ya Mombasa ikihakikisha usalama na nidhamu vinazingatiwa. Kwa mjibu wa walioshiriki katika matembezi hayo ya amani, Mombasa ilikuwa na lengo la kuchangisha shilingi milioni 30, lakini kufikia leo kiasi kilichopatikana kimevuka matarajio hayo, ishara kwamba Wakenya wamesimama bega kwa bega na ndugu zao wa Palestina. Mombasa ilikuwa tuchangishe milioni 30, na kufikia jana usiku tulikuwa tumechangisha 24,200,000, na tulikuwa na upungufu ya 5.8 million katika ile target ambayo tulikuwa tumeweka. Alhamdulillah, tutafanya mahesabu ya hiyo hesabu ambayo imebakia, alafu baada ya hapo tutawajuza kwa njia ya mtandao. Matembezi hayo ya amani yaliyofanyika Jumamosi yameacha ujumbe mzito wa umoja na huruma, ishara kwamba Mombasa imesimama pamoja na Palestina.
Nikiripotia Al Hajra TV kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdurrahman Toya.